Pengine hapa ninalazimika nilitaje jambo moja, kwa kuwa mpaka Ijumaa ijayo itakuwa tayari tushaanza makumi haya ya mwanzo ya Dhulhijja. Kwa hivyo kuna mambo siwezi kuyachelewesha. Kuna mambo yanaweza yakachelewa, lakini si hili. Kwa mwenye kutaka kuchinja, mnachinja kila mwaka nyinyi, baadhi ya mambo mnajua. Kwa mwenye kutaka kuchinja siku ya Eid, basi ikiandama tu Dhulhijja mosi, asichukue chochote katika mwili wake. Usinyoe nywele, nywele zote unazojua wewe zilizomea kwenye mwili wako usinyoe. Usikate kucha, wala usichukue chochote kwenye ngozi. Sijui malaika wale wa ngozi, nywele za kifuani, za tumboni, wenyewe mna majina yenu yale, pia hizo usizitoe. Na chochote kilichomea kwenye mwili wako usikitoe ikiwa una malengo ya kuchinja. Hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha katika Sahih Muslim anasema, idha raaitum, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, Ummu Salama ananukuu, idha raaitum hilala dhilhijja, pindi mtakapouona mwezi muandamo wa Dhulhijja, wa arada ahadukum an yudhhiya, na akataka mmoja wenu kuchinja, falyumsik an sha'rihi wa adfarihi, basi ajizuilie na kukata nywele zake na kucha zake, na imekuja wa basharatihi, na chochote juu ya ngozi yake usikiguse. Ikiandama Dhulhijja na wewe unataka kuchinja, mwanaume au mwanamke, maadamu unataka kuchinja, sasa pana hukumu nyingi ndogo ndogo kuhusu udhiya. Mchinjaji mwenyewe, huyo mnyama, sifa zake, umri wake, haya ni mambo ambayo yanahitaji uchambuzi kidogo, na pengine atafuatia katika hutuba zenye kufuata. Lakini wewe mwenye nia ya kuchinja, jambo jepesi, chukua hili. Pamoja na hayo ambayo umeyasikia ya hukumu zinazopatikana ndani ya Dhulhijja, ongeza na hili. Ukiwa una nia ya kuchinja, usinyoe chochote wala usikate chochote katika mwili wako. Mimi husema ni kwa wale wenye nia ya kuchinja. Ama wale ambao ni waomba nyama, kanyoe, kakwarue, pukutisha, kwa kuwa wewe umejipanga kuomba kwamba utazunguka na mfuko wako nyumba kwa nyumba, machinjio kwa machinjio, uombe. Jivunene, mtura, wewe muombaji huhusiki. Na hapa si wazungumzi maskini ambao hawana kitu, wallahi kalla, wala si wakejeli. Maskini ni wakusaidiwa, wakuwezeshwa, na nyama ya udhiya fungu lake linakwenda kwa maskini. Na wazungumza mabakhili, almughaffalun, watu wenye uwezo wa kuchinja. Sio mbuzi shekhe, ana uwezo wa kuchinja ngamia, kama ni ng'ombe 2 3, kama mbuzi hata 20, lakini hachinji. Bakhili huyu kazi yake, jamaa yangu amechinja. Ndio mambo yao haya, jamaa yangu amechinja bwana. Wengine wana mabosi wao, bosi ashachinja bwana, nichinje na bosi, mimi nani bwana? Wana watu hao. Wewe muomba nyama, haya kajinyoe, huhusiki. Yule mwenye kukusudia kumchinjia Allah anatakiwa azuilie kutoa chochote katika mwili wake.